Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, ikisikika pia maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatano ya Mei 6 na tunaangazia hatima ya rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani. Ile vikwazo ile haiko ndio itamaliza vita. Au contraire itazala chuki na chuki. Mimi nawaza yeye Rais Kabila kama vile rais mustaafu wa Kongo aikale na mwenzake rais wa leo, mapatano walikuwa nayo, wasikilizane, wapate suluhisho kati yao kama vile wanasiasa, kwa sababu sisi raia tuko tunakufa kumakosa yao wenyewe kwa wenyewe. Ni furaha kuona kwamba Marekani vile imeelewa kwamba tuna shida ndani ya nchi, ambayo ni kiongozi wa zamani ambaye aliacha madaraka kumaisha miaka kadhaa. Sasa wakati mipango inaanza kamatwa tena kungambo ya Joseph Kabila, inaleta giza na watu hawaweze kuelewa tena kama nini ukweli ndio yenye tuko tunatafuta. Kwa haya na mengine zaidi, kaa nasi. Hebu kwanza sasa nimpishe mwenzangu Edith Peter kwa taarifa za habari. Khartoum, Sudan. Sudani imeishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupanga mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga uwanja wake mkuu wa ndege, ikieleza shambulio hilo kuwa ni uchokozi wa moja kwa moja. Uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko mji mkuu Khartoum ulishambuliwa Jumatatu pamoja na maeneo ya kijeshi katika eneo la Greater Khartoum. Mashambulizi ya hivi karibuni ya droni yamevuruga kipindi cha utulivu wa kiasi kilichokuwepo Khartoum kufuatia vikosi vya kijeshi vya Sudan kwa sukuma nje wapiganaji wa kikosi cha paramilitary cha Rapid Support Forces RSF mwaka uliopita. Ethiopia imekanusha tuhuma hizo ikisema hazina msingi wowote, na Umoja wa Falme za Kiarabu haujatoa tamko hadi sasa, lakini awali iliwahi kukanusha kuhusika katika mzozo wa Sudan. Sudan imemwita balozi wake nchini Ethiopia kwa mashauriano kufuatia tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje Mohidini Salem amesema jeshi la Sudan limesema lina ushahidi wa kuthibitisha kuwa ndege hizo ziliondoka katika uwanja wa ndege wa Bakhlida nchini Ethiopia. Maafisa wa kijeshi wa Sudan walikuwa tayari wameshutumu RSF mwezi Machi kwa kufanya mashambulizi ya anga kutoka ndani ya ardhi ya Ethiopia. Lusaka, Zambia. Zambia imeishutumu Marekani kwa kuhusisha makubaliano ya msaada wa afya yenye thamani ya dola bilioni 2 na upatikanaji wa rasilimali zake za madini, ikieleza madai ya balozi wa Marekani anayemaliza muda wake kuwa ni ya uchochezi na yasiyo ya kidiplomasia. Kauli hiyo ya waziri wa mambo ya nje wa Zambia Mulambo Haimbe imeweka wazi mvutano uliokuwa ukichemka kuhusu sera ya America First ya Rais Donald Trump, ambayo inabadilisha mfumo wa misaada kwa Afrika kuwa mikataba ya kibiashara. Baadhi ya viongozi wa Afrika na wataalamu wa afya wamekosoa msimamo huo mpya wa Marekani na masharti yake ya kutaka data nyeti za afya badala ya msaada unaohitajika sana kwa mifumo ya afya iliyodorora.
Wengine wanasema huenda wasipate pia teknolojia za afya kama chanjo kwa urahisi. Marekani pia inalenga kuipiku China ambayo ni mshirika mkubwa wa Zambia na Afrika kwa ujumla, hasa katika madini muhimu kwa nishati safi kama vile utengenezaji wa paneli za sola, betri za magari ya umeme na mifumo ya kuhifadhi nishati. N'Djamena, Chad. Takribani wanajeshi 23 wa Chad wameuawa na wengine 26 kujeruhiwa kufuatia shambulio la Boko Haram kwenye kambi ya kijeshi katika eneo la Ziwa Chad, kwa mujibu wa jeshi la nchi hiyo. Jeshi limesema kundi hilo lenye makazi yake Nigeria lilishambulia usiku wa Jumatatu katika kisiwa cha Barka Tolo Rom. Wanajeshi wa Chadi wamekuwa wakikumbana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka Boko Haram katika eneo hilo, ambapo shambulio la Oktoba 2024 liliua takribani wanajeshi 40. Kufuatia tukio hilo, Rais Mahamat Idris Deby alianzisha operesheni ya kijeshi ya kujibu mashambulizi hayo, akiahidi kuiongoza binafsi kwa wiki 2. Baadaye jeshi lilisisitiza kuwa Boko Haram haina tena maficho ndani ya Chad. Nchi hiyo isiyo na bandari imekumbwa na miaka ya machafuko, ikiwa na historia ya uasi, makundi ya waasi na mapinduzi ya mara kwa mara. Licha ya kuwa na utajiri wa mafuta, hali ngumu ya uchumi na mazingira imeifanya Chad kubaki miongoni mwa nchi masikini zaidi ya Afrika. Ouagadougou, Burkina Faso. Uongozi wa Burkina Faso umeamuru kuvunjwa kwa takribani mashirika 200 yasiyo ya kiserikali. Kwa jumla mashirika 205 yamesimamishwa, yote yakiwa yanafanya kazi ndani ya nchi hiyo katika sekta za afya, elimu, haki za wanawake, kilimo, mazingira, utamaduni na michezo. Mnamo Julai mwaka 2025, rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore alisaini sheria inayobana shughuli za makundi ya haki za binadamu na vyama vya wafanyakazi. Mashirika ya kimataifa na ya misaada yanayopokea fedha kutoka nje mara kwa mara yamekuwa yakituhumiwa na Burkina Faso kwa ujasusi na ushirikiano na makundi ya kigaidi yanayopambana na jeshi la nchi hiyo. Shukran sana Edith, na moja kwa moja tunaingia kwenye taarifa kuu, ambapo ikiwa ni juma moja sasa tangu nchi ya Marekani kuweka vikwazo dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, chama tawala nchini humo kinataka Marekani kuendeleza adhabu zake dhidi ya kiongozi huyo na kumkamata kama ilivyokuwa pale Venezuela, ambapo rais wa nchi hiyo alikamatwa na wanajeshi wa Marekani. Joseph Kabila aliongoza DRC kwa zaidi ya muongo mmoja na kustaafu baada ya Felix Tshisekedi kutangazwa kushinda urais. Hata hivyo, mamlaka za Kinshasa zimemtuhumu rais huyo wa zamani kwa kuhusika na ufadhili wa kundi la waasi wa M23 na kumfungulia mashtaka na kutoa hukumu ya kifo dhidi yake. Kabila amesisitiza tuhumu hizo dhidi yake ni za kisiasa. Bwana Kabila amesisitiza kwamba tuhuma hizo dhidi yake ni za kisiasa. Vikwazo vya Marekani vilitangazwa baada ya dola hiyo kuamini Kabila alifadhili makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Wadadisi wanasema hii ni hatua mwafaka kwa utawala wa Felix Tshisekedi katika jitihada zake za kuishawishi Marekani kuingilia mzozo wa usalama nchini mwake. Na mpisha Mbelechi Msoshi na taarifa zaidi kutoka Kinshasa. Mapema wiki hii mamia ya wafuasi wa Rais Tshisekedi walifanya maandamano mbele ya ubalozi wa Marekani nchini DRC. Maandamano haya yaliitishwa na Augustin Kabuya ambaye ni rais wa chama cha UDPS, chama cha rais aliyoko madarakani Felix Tshisekedi, pamoja na baadhi ya vyama vingine vinavyomuunga mkono. Lengo kuu la maandamano haya lilikuwa kumpongeza rais wa Marekani kwa kuchukua hatua dhidi ya rais mstaafu Joseph Kabila. Sasa, mbali na kumwekea vikwazo rais mstaafu, chama tawala kinataka Marekani imkamate na kumfikisha mahakamani. Hamisi Makutano ni miongoni mwa viongozi wa chama cha UDPS ambao walikuwa barabarani. Si mimi kiongozi wa UDPS, nimekuwa kiongozi wa vijana wa chama cha UDPS. Tumekuwa nyuma ya zile madecision yenye ilipatikana pa nchi ya Amerika. Tumewaomba kama wende pia mbali kwa kumkamata, anapasha kuwa mbele ya wajuge juu wa muulize maulizo yenye nastahili juu ya nini ameua watu, juu ya nini ameuza bunduki, juu ya kupiganisha wakongomani vita. Donc sisi wote tulikuwa vraiment nyuma ya ile decision ya Amerika. Tunasema kama Amerika asisimame kwenye iko, anapasha enda pia mbali kutuma ginsi zote juu akamatiwe, pia awe mbele ya sheria
ya dunia, pia sheria ya nchi yetu. Wafuasi wa chama cha rais mstaafu wamesema kuwa haieleweki ni kwa nini Marekani, ambayo ni nchi iliyokuwa mpatanishi katika mchakato wa amani, inamwekea vikwazo rais mstaafu na kuacha upande wa pili. Kwenye ukurasa wake wa X, Ferdinand Kambere, katibu naibu wa chama cha PPRD, chama cha rais mstaafu, alishangaa kuona Marekani ikiegamia upande wa serikali ya Kinshasa wakati mazungumzo ya amani yakiendelea. Thierry Lohete, ambaye amejitambulisha kama balozi wa amani, amepinga pia uamuzi huo wa serikali ya Marekani akisema, tunawachukulia kuwa wamechochewa kisiasa na government ya Kinshasa na wachangi chochote katika mchakato wa amani. Tunajua tu kwamba idara ya azima ya Marekani imerejea tu mstari rasmi wa Kabila. Mnajua ana lengo moja tu, kuchangia katika kutafuta amani ndani ya nchi yetu. Na waza wa Marekani kama wapatanishi lazima wasiwe na upendeleo wote. Lengo yetu sisi tunaopigania haki ya binadamu ni kusema amani irudi ndani ya Kongo, na ile mambo ya vikwazo inapashwa kuharibisha processus ya amani yenye leo tunataka ifike kumwisho. Mbali na vikwazo hivyo vya Marekani, Septemba mwaka jana, rais mstaafu alihukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi kwa tuhuma za uhaini mashariki mwa Kongo. Belchi Msoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Ni taarifa yake Mbelechi Msoshi. Tukisonga mbele ni kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshuhudia miongo ya vita vya makundi ya waasi ambayo yanahudhi maeneo yenye rasilimali ya nchi hiyo. Ni maasi haya ambayo yamefanya rais wa zamani Joseph Kabila kuwekewa vikwazo na Marekani kwa tuhuma za kufadhili kundi la AFC M23 ambalo limetoa mji wa Goma na Bukavu na kusimamia migodi ya wilaya ya Rubaya kuliko madini ya cobalt ambayo yanatamaniwa na dunia ya teknolojia. Mwanahabari Mseke Didi amezungumza na wakazi wa mashariki mwa DRC ambao wameathirika na vita kuhusu wanavyotazama vikwazo vya sasa. Vita vya Kongo leo vimechukua sura mpya pia ya kutisha kupitia vikwazo ambavyo serikali ya Marekani imemwekea rais huyu wa zamani Joseph Kabila. Bwana Bernard Kambale ni mwana memba wa chama tawala cha Rais Tshisekedi maeneo ya Beni mashariki mwa nchi. Bwana Kabila akiwapo mmoja ya watu ambao wanasaputi kundi ya M23 ambayo inatatiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi tunashukuru na kupongeza Jamhuri ya Amerika ikimwekea vikwazo, sababu tunajua hii inakuwa njia moja ya Amerika kufahamisha ulimwengu nzima ya kwamba neno ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema ya kusema ya kwamba mtu ambaye tulikuwa tumeona amekuwa rais miaka 18 yule ndiyo mwenyewe alikuwa anatumika kwa kutatiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa kushoto Bwana Shauswa Gisle ni mwanamemba wa chama cha upinzani kutoka Ensemble pour la République yake Moise Katumbi. Kwa ngambo yetu ya upinzani ni kushangaa tu. Iko mambo inaanja kuya, iko inatuchangana tu. Kama walienda huko Washington, walienda fanya makor, ilikuwa juu ya kuweza kutuonesha na kutusaidia ili Rwanda iache kututatiza. Sasa wakati mipango inaanza kamatwa tena kungambo ya Joseph Kabila, inaleta giza na watu hawaweze kuelewa tena kama nini ukweli ndio yenye tuko tunatafuta. Hali hii imezua maoni mseto miongoni mwa raia wa kawaida. Maoni yangu kuhusu vikwazo ambazo serikali ya Amerika inatia kwa rais mstaafu Joseph Kabila, kwangu mimi ninaona ni kufunika tu macho ya Wakongomani. Sababu gani ninasema ni kufunika tu macho ya Wakongomani? Unajua muti kama unapenda ukauke, hauta ukatakata matawi, lakini itaomba uongoe kwa shina, ndio maana itakauka. Kwa nini hawatie vikwazo kwa Paul Kagame ama kumkamata? Sababu ule ndio kichwa cha mambo yote. Maoni yangu kwanza ni furaha kuona kwamba Marekani vile imeelewa kwamba tuna shida ndani ya nchi ambayo ni kiongozi wa zamani ambaye aliacha madaraka kumaisha miaka kadhaa.
Na ingine ambayo mnaweza nikaomba ni kusema Marekani isiishie tu kwa vikwazo, iweze kufuatilia kwa undani, kuweza kuona hata hawa wanajeshi ambao wanachochelewa na huyo rais wa zamani, nao kama wanaweza wakawekewa vikwazo na hata kunaswa kupelekwa mahakamani, kwani mambo ambayo yamepitika ni ukiukaji wa haki za binadamu. Naye Bibi Rashid Mululu hakulimezea mate swala hili. Mimi nawaza kama vile mama, ile vikwazo ile haiko ndio itamaliza vita. Au contraire itazala chuki na chuki. Mimi nawaza yeye Rais Kabila kama vile rais mustaafu wa Kongo aikale na mwenzake rais wa leo, mapatano walikuwa nayo, wasikilizane, wapate suluhisho kati yao kama vile wanasiasa, kwa sababu sisi raia tuko tunakufa kumakosa yao wenyewe kwa wenyewe. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio iliyopo mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetajwa na wengi kama hatua mpya ya kumaliza ushawishi wake wa kisiasa nchini humo. Tayari Bwana Kabila amekabidhiwa na hukumu ya kifo ndani ya DRC. Kwa sasa kiongozi huyo anaishi uhamishoni Afrika Kusini. Wadadisi wa kisiasa wanasema hatua ya Marekani huenda ikaathiri chama chake, sawa na kutengwa na baadhi ya wandani wake wakihofiwa kupata adhabu ya Marekani. Mwanahabari Silvanus Karemera amezungumza na mchambuzi Ennard Mporoto kuhusiana na swala hilo. Tega sikio. Kimsingi mgogoro wa Kongo unachukuliwa kisiasa zaidi kuliko kiuhalisia. Kwa hivyo kuja kuondoka au kuto kujihusisha kwa rais mstaafu Joseph Kabila, sidhani kama ndio itakuwa mzizi wa kuliondoa tatizo. Iwe serikali iliyopo madarakani, Marekani na wadau wengine, ukimbia ukweli kwamba kinachoitesa Kongo ni wingi wa rasilimali ambazo kimsingi inazo. Hilo ndio chanzo cha tatizo hasa. Kwa hivyo huku kutaja majina ya watu mbalimbali, leo watasema Kabila ndo ana tatizo, kesho watasema huyu, kesho watasema yule, ni kukimbia ukweli na kushindwa kujikita kuligusa tatizo kwa namna lilivyo. Haya mataifa mengi ya magharibi na mataifa ya nje ya bara la Afrika wamekuwa ni wanufaika wa moja kwa moja na vita mbalimbali zinazoendelea barani Afrika, ikiwemo hii ambayo inaendelea nchini Kongo. Sasa ninaweza kusema kwamba kuondoka kwa Kabila hatutegemei, na mimi sitegemei kama ndiyo itakuwa mwarobaini wa matatizo yanayoendelea Kongo. Kongo itasalimika ikiwa tu wadau wote watakubali kukaa mezani na kunyoshea kidole tatizo halisi na kuiruhusu Kongo iweze kutumia rasilimali zake vizuri. Lakini kama rasilimali zilizopo nchini Kongo zitaendelea kutumiwa na watu wa nje ya Kongo, basi tutegemee vurugu zitaendelea, mapigano yataendelea kadiri siku zinavyozidi kwenda, na tutakuwa tunabadilishiwa tu. Leo tutaambiwa fulani ndiyo tatizo, kesho tutaambiwa fulani ndiyo tatizo, hatima haitaweza kufikiwa. Kwa hivyo kimsingi ni haya mataifa ya magharibi, Marekani akiwa mshirika namba moja, kuna Mfaransa na wengineo, hao wanatakiwa waache
nchi ya Kongo iweze kuzisimamia vizuri rasilimali zake na kutengeneza hatima njema. Marekani hiyo hiyo ambayo imempa vikwazo ama labda imemwekea vikwazo Rais Kabila, ndiyo Marekani hiyo hiyo ambayo inaendesha mchakato wa amani, kwa maana kwamba inaleta maridhiano miongoni mwa serikali ya Kinshasa pamoja na waasi wa M23, lakini pia katikati ya serikali za Kinshasa na Kigali. Tumeona kwamba Marekani hiyo hiyo imewekea vikwazo jeshi la Rwanda, sasa hivi imewekea vikwazo Kabila, lakini pia viongozi wa M23 wengi wamepewa hukumu za vifo na mahakama kule mjini Kinshasa. Labda mchakato huu mzima unadhani unaweza kuleta athari gani pia, kwa sababu ni kama vile vikwazo hivi vinalia upande mmoja pengine, na huku kukiendea lawama za hapa na pale kati ya Kinshasa na Goma ambao ni mji mkuu wa waasi ambao umeshaushikilia. Ndiyo, ndugu Silvanus Karemera, hatua ya Marekani kumwekea vikwazo aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kongo ndugu Joseph Kabila si njia sahihi sana kwa mtazamo wangu, kwa sababu ukijaribu kuangalia namna ambavyo Marekani imekuwa ikiendesha mambo yake ni kisiasa zaidi, wakati kinachotokea Kongo ni jambo ambalo linagharimu maisha ya watu. Tumeshuhudia watu wakipoteza makazi, tumeshuhudia watu mbalimbali wakifa. Sasa unaposema unaleta amani na kumwekea vikwazo Kabila ni kuchochea zaidi mgongano na kuhamasisha zaidi uasi, kitu ambacho tusingetegemea kama ingekuwa ni njia sahihi sana kwa Marekani kufanya kama ilivyofanya. Ikumbukwe mwaka jana Disemba walikutanishwa marais wawili wa Kongo pamoja na Rwanda, tukaambiwa kwamba sasa mzozo unakwenda kusimama, lakini matokeo yake siku chache baada ya makubaliano hayo tulishuhudia watu waliendelea kuuawa, uasi uliendelea kutokea na hatukuweza kuona amani ambayo ilikuwa imetajwa na Marekani. Namna yake, uongozi wake na sera zake zimekuwa ni kandamizi kiasi kwamba haziwezi kwenda moja kwa moja kuleta suluhu ya matatizo ya Afrika, lakini kwa upande mwingine inatengeneza mwanya na kutoa taarifa kwamba bado Afrika hatujawa na uwezo wa kujisimamia wenyewe, hatujawa na taasisi na vyombo ambavyo kimsingi vinaweza kushughulikia mambo ya ndani ya bara letu na kuleta muafaka ambao utakuwa ni wa muda mrefu, na si hivi ambavyo tunaweza kuona ni sarakasi ambazo Marekani imekuwa ikifanya huku nyuma ya pazia, ikiendelea kunyonya mali ambazo zinapatikana Afrika. Kwa juu anaonekana analeta jitihada, lakini kimsingi ni kuendelea kuchochea na kuhamasisha migogoro na ugomvi zaidi, kitu ambacho sioni kama kinaleta tija zaidi ya kuendelea kurefusha mzozo na kuongeza madhara kuendelea kutokea na watu wa Kongo kuendelea kupata athari za moja kwa moja. Basi ni mahojiano yake Silvanus Karemera akiwa naye Ennard Mporoto akihitimisha hatma ya vikwazo vya aliyekuwa Rais Kabila. Tunasonga mbele ambapo Tanzania imeanza kujijenga upya kama kitovu cha siasa na uchumi wa ukanda, hatua inayowavutia viongozi kama vile William Ruto, Paul Kagame na Yoweri Museveni. Serikali inaonekana kujitakasa baada ya matukio ya uchaguzi wa mnamo Oktoba 29 yaliyogubikwa na vurugu na lawama za ukiukaji wa haki. Wakati huo huo, Tanzania imejichora kama nguvu mpya ya uwekezaji katika gesi asilia na nishati. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza, je, haya ni mabadiliko ya kweli au ni taswira mpya inayofunika changamoto za ndani? Kuna upepo mpya unaovuma kutoka Tanzania. Ni upepo unaobeba ahadi ya fursa, utulivu na ushirikiano wa kikanda, lakini pia unaibua maswali mazito kuhusu ukweli uliojificha nyuma ya pazia lake. Ndani ya miezi ya karibuni, taifa hilo limekuwa kivutio cha ziara za viongozi wa Afrika Mashariki, akiwemo William Ruto, Paul Kagame na Yoweri Museveni. Swali ni, wanavutiwa na nini hasa? Kwanza, ni wazi kuwa kuna juhudi za maksudi za kisiasa na kidiplomasia za kujisafisha. Matukio ya Oktoba 29 yaliyoambatana na madai ya vurugu, mauaji na uharibifu wa mali wakati wa uchaguzi yaliacha doa katika taswira ya taifa hilo. Leo, kupitia mikutano ya kimataifa, mikataba mipya na ukarimu wa kidiplomasia, Tanzania inaonekana kujaribu kufuta kumbukumbu hiyo. Ni mkakati wa kuijenga upya hadhi yake kama nchi yenye utulivu na inayotabirika.
sifa muhimu kwa wawekezaji na washirika wa kimataifa. Lakini siasa pekee haziwezi kuvuta msafara wa viongozi kwa kiwango hiki. Kiini kingine kiko kwenye uchumi, hasa nishati. Tanzania sasa inachora picha taifa lenye hazina kubwa ya gesi asilia, tayari kuwa mhimili wa usambazaji wa nishati katika ukanda. Hii si simulizi tu, ni ujumbe uliolengwa kwa majirani wake kwamba mustakabali wa nishati ya Afrika Mashariki unaweza kupatikana Dar es Salaam, si mbali na hapo. Ndio maana ziara hizi zinabeba uzito wa mikataba kimkakati, si picha za mikono tu. Hata hivyo, hapa ndipo tahariri inapaswa kuwa makini. Je, hii ni Tanzania mpya kweli au ni ujenzi wa taswira unaotangulia uhalisia? Historia ya ukanda huu inatufundisha kuwa mara nyingi simulizi za uwekezaji na utulivu hutumika kufunika maswali ya ndani kuhusu demokrasia, uwajibikaji na haki za raia. Viongozi wanaozuru wanaweza kuona fursa, lakini wananchi wa kawaida wanahitaji kuona mabadiliko halisi, si matangazo ya kidiplomasia. Kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mwelekeo huu unaweza kuwa na faida kubwa. Ushirikiano wa nishati, biashara na miundombinu unaweza kuimarika, lakini ikiwa msingi wake hautakuwa thabiti, ukiwa umejengwa juu ya taswira badala ya ukweli, basi mafanikio hayo yatakuwa muda mfupi. Mwisho wa yote, Tanzania ipo katika njia panda. Ina nafasi ya kipekee ya kuwa injini ya uchumi wa kikanda kupitia gesi, bandari na diplomasia tulivu. Lakini pia wajibu wa kuhakikisha kuwa sura hii mpya haibaki kuwa kivuli kizuri tu, bali ni uhalisia unagusa maisha ya wananchi wake. Viongozi wa ukanda wanaweza kuvutiwa na fursa, lakini historia itauliza swali moja kuu: je, Tanzania ilibadilika kweli au ilijipaka rangi mpya tu? Ni tahariri yake Shisia Wasilwa. Kumbuka kutegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Yani wasubscribe, wajiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari mwingine wa taarifa muhimu barani, naye Edith Peter. Khartoum, Sudan. Sudani imeishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupanga mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga uwanja wake mkuu wa ndege, ikieleza shambulio hilo kuwa ni uchokozi wa moja kwa moja. Uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko mji mkuu Khartoum ulishambuliwa Jumatatu pamoja na maeneo ya kijeshi katika eneo la Greater Khartoum. Mashambulizi ya hivi karibuni ya droni yamevuruga kipindi cha utulivu wa kiasi kilichokuwepo Khartoum kufuatia vikosi vya kijeshi vya Sudan kwa sukuma nje wapiganaji wa kikosi cha paramilitary cha Rapid Support Forces RSF mwaka uliopita. Lusaka, Zambia. Zambia imeishutumu Marekani kwa kuhusisha makubaliano ya msaada wa afya yenye thamani ya dola bilioni 2 na upatikanaji wa rasilimali zake za madini, ikieleza madai ya balozi wa Marekani anayemaliza muda wake kuwa ni ya uchochezi na yasiyo ya kidiplomasia. Wagadugu, Burkina Faso. Uongozi wa Burkina Faso umeamuru kuvunjwa kwa takriban mashirika 200 yasiyo ya kiserikali. Kwa jumla mashirika 205 yamesimamishwa, yote yakiwa yanafanya kazi ndani ya nchi hiyo katika sekta za afya, elimu, haki za wanawake, kilimo, mazingira, utamaduni na michezo. Mnamo Julai mwaka 2025, rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore alisaini sheria inayobana shughuli za makundi ya haki za binadamu na vyama vya wafanyakazi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza sasa kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika vilivyo.
Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia usiku mwema, nikikukumbusha kwamba matangazo yetu yanakuja kila siku kuanzia saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Usikose matangazo haya yanayohusu Afrika yetu. Kwaheri.